Kwa jina naitwa Hamadi Jumanne Ntandu. Leo tutajifunza kuhusiana na topic ya quadratic equation. Nasema kwamba quadratic equation is any equation in form of ax square plus bx plus c is equal to 0. But one of the limitation katika hii equation tunasema kwamba a must not be equal to 0. Kana kwamba a ikiwa thamani yetu hapa ni sawa na 0, basi the whole equation hatuwezi kuitem kama quadratic equation. Katika mfano tunaweza tukaona example ya kwanza ambayo ni quadratic equations. Tunasema 2x square plus 5x plus 9 equals to 0. Kwa hiyo hii tunasema ni quadratic equation ambayo ukiangalia thamani yetu ya a ni sawa na 2, thamani ya b ni sawa na 5 and the value of c is 9. Kwa hii equation inalingana the same in this equation. Kwa tunasema this is quadratic equation. Lakini pia tunaweza tukapewa thamani ya b ikawa ni sawa na 0, the same tunaweza kutem kwamba ni quadratic equation. For example, ikawa ni 3x square plus 12 equals to 0. Kwa tunasema hii pia ni quadratic equations ambapo tukiangalia vizuri a inakuwa ni sawa na 3, lakini thamani ya b kwa hapa inakuwa ni sawa na 0 kwa sababu hakuna coefficient ya b with x, lakini thamani ya c inakuwa ni sawa na 12. Kwa hiyo tunasema hii ni quadratic equation. Kwa hiyo leo tutajifunza jinsi gani tunaweza tukasolve quadratic equation. Kwamba tukajua thamani ya x kwenye this equation au thamani ya x kwenye this equations. Na tunasema kwamba katika kusolve quadratic equations kuna njia mbalimbali ambazo tunaweza tunatumia. Ya kwanza ni kwa kutumia splitting the middle term. Tunaweza tukatumia general formula na pia tunaweza tukatumia katika perfect square. Kwa hiyo leo tutakuona njia zote za kuweza kusolve quadratic equation ili tuweze kujua thamani ya x katika that equation. Kwa hiyo tuanze kuona mfano wa kwanza jinsi gani ambao tunaweza tukasolve. Kwa hiyo nasema solve x square plus 7x plus 6 is equal to 0. Kwa hiyo to solve equation ambayo tutafute thamani ya x, ambapo tukiplug the value of x tukisquare plus 7 times that the value of x ambayo tutakayoipata tukijumlisha 6, basi the answer will be equals to 0. Kwa hiyo kwenye step ya kwanza ya kuweza kusolve equation tuna split the middle term, tuna split the value of b. Kwa hiyo tunaangalia kwamba tunasema kwamba ni namba gani mbili ambazo ukizizidisha utapata the product of AC. Namba mbili ambazo ukizizidisha utapata the product of AC, na namba mbili ukizijumlisha basi utapata the value of what? Of B. Kwa hiyo nasema kwamba namba mbili ambazo ukizizidisha basi the product itakuwa ni sawa na AC, na namba mbili ambazo ukizijumlisha basi the value will be equals to B. Kwa hapo ukiangalia AC, A ni 1 na C ni 6. Kwa hiyo 1 mara 6 ni sawa na 6, na B ni ngapi? Ni 7. Kwa hiyo ngapi mara ngapi tutapata ni 6, na ngapi jumlisha ngapi tutapata ni sawa na 7. Kwa tutasema that is simple. Thamani yetu itakuwa ni 1 na 6, na hapa itakuwa ni 1 na 6. Ambapo tukichukua 1 mara 6 basi tutapata product ya AC ambayo itakuwa ni sawa na 6, na tukichukua 1 kujumlisha 6 tutapata the value ambayo ni sawa na 7. Kwa hiyo namba zetu tunasema ni 1 na 6. Kwa hiyo tuangalie jinsi ambavyo tunaweza tuka split. Kwa tutasema katika equation tutasema kwamba itakuwa ni x square kujumlisha, kwa hiyo hapa itakuwa ni 1 ambayo itakuwa ni 1 times x ambayo itakuwa ni x plus 6 times x itakuwa ni 6x jumlisha 6 itakuwa ni sawa na 0. Kwa hiyo kutoka kwenye equation tuta factorize kwamba hapa kuna x square na hapa kuna x. Kwa hiyo tunaweza tuka factor out x nje. Hapa ikawa ni x moja, x times x itakuwa x square plus the value of hapa itakuwa ni sawa na 1 ambayo x times 1 itakuwa ni sawa na x kujumlisha. Hapa tukiangalia namba ambayo inagawanya kote katika hapa na hapa ni 6, ambayo kwenye mabano itakuwa ni 6 times ngapi tupate 6x itakuwa ni x jumlisha 6 mara ngapi tupate 6 itakuwa ni sawa na 1 ni sawa na 0. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hichi kinafanana na hichi. Kwa hiyo unaweza kuchukua kwamba x jumlisha 6 x plus 6 times x plus 1 equals to 0. Kwa hiyo tunasema tukigawanya kila upande kwa x jumlisha 1 tutasema x kujumlisha 6 inakuwa ni sawa na 0, au x kujumlisha 1 inakuwa ni sawa na 0. Kwa hiyo x tunapata ni sawa na
x plus 6 ni sawa na 0, kwa hiyo tunapata x ni sawa na negative 6, na x kujumlisha 1 ni sawa na 0, kwa hiyo tunapata x ni sawa na negative 1. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia equation nyingine ambayo tunaweza tukasolve. Nasema 3x square minus 10x minus 8 is equal to 0. Kwa hiyo tunaomba tu solve hii equation kwa kutumia splitting middle term. Kwa the same tutasema kwamba tunatafuta numbers ambapo tukizizidisha product of AC, tukizidisha hizo namba zetu mbili, basi tuweze kupata ni sawa sawa na AC ambayo A ni 3 na negative 8 tunapata negative 24, na tukizijumlisha hizo namba mbili basi tuweze kupata thamani ya B ambayo thamani yetu ya B ni sawa sawa na negative 10. Kwa namba gani mbili tukizidisha tupate negative 24, na hizo namba zetu mbili tukizijumlisha tupate ni sawa na negative 10. Kwa hiyo tukifikiria hizo namba inakuwa ni negative 12 pamoja na 2. 2 mara 2 inakuwa ni 4, 2 mara 1 inakuwa ni 2, lakini negative, na hapa inakuwa negative 12 na 2, the same numbers. Kwa hiyo tukichukua negative 12 jumlisha 2 tunapata ni sawa na negative 10. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia jinsi ambavyo tunaweza tukasolve hiyo equation yetu. Kwa hiyo tukasema kwamba itakuwa ni 3x square. Kwa hiyo kutokea kwenye negative 10x tukamsplit, negative 10x tukasplit ikawa ni negative 12x kujumlisha 2x ni anasema kutoa 8 ni sawa sawa na 0. Kwa hivyo tukiangalia tunaweza tukafactor out kitu gani ambacho kinaganyika hapa na hapa. Kwa hiyo kwanza itakuwa ni 3, then inafuata x. Kwa hiyo 3x times ngapi tunapata x square itakuwa ni x kutoa 3 mara ngapi tunapata 12 itakuwa ni 4, na hapa itakuwa tumeshamaliza kwa sababu tuchukua 3x mara 4 utapata negative 12x kujumlisha hapa tunakuwa tunatoa namba gani ambayo tunaweza ganya kwa zote hapa itakuwa ni 2. Kwa hiyo kwenye mabano hapa itakuwa ni x, 2 mara x itakuwa x square kutoa hapa itakuwa ni 4 ambayo 2 mara 4 tutapata ni sawa na 8 ni sawa na 0. Kwa hiyo tukifactor out x kutoa 4 basi hapa kitakachobaki itakuwa ni 3x kujumlisha 2 ni sawa na 0. Kwa hiyo tutasema kwamba x kutoa 4 ni sawa na 0, ambapo x inakuwa ni sawa na 4, au the value of 3x plus 2 ni sawa na 0, ambayo 3x itakuwa ni sawa na negative 2 na x itakuwa ni sawa na negative 2 ganya kwa 3. Kwa hivyo ndio jinsi ambavyo tunaweza tuka solve that equations kwa ku split middle term.